Kama ni Dar es Salaam tu pale, nenda kaulize vijana kama leo wanataka kuingia njiani. Hakuna anayetamani. Bwana, inakuwa vipi Mwanaswahili TV? Hujambo na karibu kwenye makala hizi. Sasa bado nafuatilia zile jumbe ambazo alikuwa anatumiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan wakimtakia heri ya sikukuu ya kuzaliwa kwake. Sasa siku ya jana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anasherehekea siku yake kuu ya kuzaliwa na kuna wengi ambao walimtumia ujumbe za heri njema. Sasa God bless Lema ambaye ni kiongozi katika chama cha Chadema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna ujumbe ambao aliupandisha kwenye mtandao wa kijamii na ni ujumbe ambao umetembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii. Wengi wanajaribu kuhoji, wanajiuliza huu ujumbe umekuaje, kwa maana ni ujumbe ambao umetembea sana. Naona kama kuna wengi ambao wamecomment, wengine wameshare, wengine pia wakaamua wakaiposti pia. Sasa kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram, God bless Lema ambaye ni kiongozi pale katika chama pinzani nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Chadema, amepandisha picha ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan na kuandika ujumbe hapa. Amesema leo unasherehekea siku yako ya kuzaliwa na ninafurahi kwa sababu ninajua inakupa kujua thamani ya uhai na maisha. Bila uhai sherehe hii haiwezi kuwepo. Kuna watu wengi sana wangependa kufurahia siku kama yako, lakini wapo waliokatishwa maisha, wengine wakiwa bado wadogo sana. Wakati unakata keki yako, kumbuka kwamba kuna wazazi na ndugu wanaotafuta watoto wao bila matumaini ya kuwapata. Sio kwa ajili ya sherehe ya birthday, bali wanatamani angalau kupata miili ya ndugu zao hata kama wamekufa. Just imagine too. Happy birthday. Sasa ni ujumbe ambao umewekwa kwenye mtandao wa kijamii wa X na God bless Lema ambaye ni kiongozi katika chama pinzani nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Chadema. Sasa hapa ameongea kuhusu vitu vingi. Anamwambia Mama Samia Suluhu Hassan, hata ingawa unasherehekea siku yako kuu ya kuzaliwa, ndio kuna wengi ambao pia wangetamani wawe katika hali yako, yani ile hali ya kuwa na furaha na familia pamoja. Sasa hapa anasema kuwa wakati unakata keki yako, kumbuka kwamba kuna wazazi na ndugu wanaowatafuta watoto wao bila matumaini ya kuwapata. Sio kwa ajili ya sherehe ya birthday, bali wanatamani angalau kupata miili ya ndugu zao hata kama wamekufa. Just imagine. Sasa hapa anarejelea vitu vingi ambavyo vimekuwa vikifanyika nchini Tanzania kama utekaji na vilevile mauaji ambayo yalishuhudiwa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025 pale ambapo nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliingia kwenye uchaguzi na vilevile vijana wa Kitanzania maarufu kama vijana wa Majenzis waliamua kushiriki kwenye maandamano nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hawa ni vijana ambao walikuwa wanajihisi ya kuwa haki zao wamenyimwa. Sasa waliamua kushiriki, walishua vipigo na maafisa wa jeshi la polisi, waliumizwa, waliuawa, walitekwa, waliteswa, wengine pia wakapoteza viungo vya mwili, na hadi wa leo bado ndugu jamaa na marafiki wanawatafuta wapendwa wao ndi angalao wawafanyie maziko na vilevile wawe na utulivu wa kiakili. Sasa hii ni ishu ambayo imekuwa ikiwakwaza wengi nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ilitengeza mazingira kuaminika kuwa serikali yake haikuhusika na mauaji ambayo yalifanyika nchini Tanzania, kwa kusema kuwa vijana ambao walishiriki kwenye maandamano ni vijana kutoka nje ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kuna wale ambao walikuwa na hoja, wanajiuliza, unasema kuwa vijana ambao walitoka nje ya nchi ndio walishiriki kwenye maandamano au vurugu mechi nchini Tanzania, ilhali vijana wa Kitanzania ndio walikuwa wanashushwa vipigo na maafisa wa jeshi la polisi. Sasa hoja hii ilipelekea serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kubadilisha gia na kuanza kusema kuwa vijana ambao walishiriki kwenye maandamano walishawishiwa na mashirika ya KNGO na vilevile walifuata mkumbo. Na hata kuna wakati fulani waziri mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Mwigulu Nchemba alikuwa anasema kuwa hawawezi toa idadi kamili ya watu ambao walifariki katika maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025 pale ambapo vijana hao waliamua
kushiriki kwenye maandamano. Ni maandamano ambayo ilisheheni vitu vingi, maandamano babu kubwa ambapo watu walipigwa risasi na maafisa wa jeshi la polisi, na hata wale ambao waliamua kubaki majumbani pia walishushiwa vipigo na maafisa wa jeshi la polisi, waliwawa, waliteswa, walitekwa, tuseme tu walifanywa ukatili kwa ujumla na maafisa wa jeshi la polisi. Sasa hivi ndio vitu ambavyo God Bless Lema anajaribu kuongelea kwenye posti hii ambayo imesheheni vitu vingi, kwa maana ni posti ambayo imetembea kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Kwa maana God Bless Lema anamwambia Mama Samia Suluhu Hassan, bana, leo unasherekea siku yako ya kuzaliwa na ninafurahi kwa sababu ninajua inakupa kujua thamana ya uhai na maisha. Bila uhai sherehe hii haiwezi kuwepo. Kuna watu wengi sana wangependa kufurahia siku kama yako, lakini wapo waliokatishwa maisha, wengine wakiwa bado wadogo sana. Wakati unakata keki yako, kumbuka kwamba kuna wazazi na ndugu wanaowatafuta watoto wao bila matumaini ya kuwapata. Sio kwa ajili ya sherehe ya birthday, bali wanatamani angalau kupata miili ya ndugu zao hata kama wamekufa. Just imagine. Alafu akamalizia akasema happy birthday. Sasa kuna wengi ambao wameshusha comment zao kwenye hii posti. Kuna huyu ambaye anajulikana kama God Listen _Mbise ameweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Nyakanga _33 anasema hii kubwa sana na hii itakuwa birthday yake ya mwisho, tuseme amin. Alafu akaweka mikono juu. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Masi Bible anasema nachoweza kumwombea ni Zaburi 109, siku zake na ziwe chache, usimamizi wake na utau mtu mwingine. Zaburi 109:8. Mwingine hapa anajulikana kama Mlokozi Tuangalozi TZ anasema ameweka emoji kadhaa pale za mtu ambaye ameangua kilio. God Bless Luvanda 2025 anasema Mungu ikikupendeza taa nyingine kama hii iwe tofauti, amin amin. Alafu Dala MRM anasema rest in peace muuaji. Mimilato tena anasema what's a song wish, hii imepenya. RD_255 anasema ipo siku inakuja, he Mungu nipe uhai wa kuwa shuhuda wa hiyo siku. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Marian_Sumari ameweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Stewart Mzena amepiga makofi. Elizabeth_Malongo ameandika akasema uwi maumivu ni makali we. Alafu akaweka mtu ambaye analia, akaweka pia emoji ya bendera ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miriam Anyanda anasema Mungu tusaidie tu maana. Alafu akaweka emoji za mtu ambaye amenyosha mikono juu. Bino_TZ anasema hii imeenda. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Shafi_Usega anasema Mzee Mwinyi aliwahi kusema maisha ya mwanadamu ni hadithi, basi tujitahidi kuwa hadithi nzuri baada ya kufa kwetu. Nawaza kuhusu mama, je, siku akiondoka atakuwa hadithi ya namna gani? Je, watu watamlilia au watafurahi kutokana na maumivu waliopitishwa? Kuuawa wapendwa wao, kutekwa na kupotezwa wapendwa wao, eti walimkosoa na kupinga utawala wake kwa kutotenda haki. Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema. Akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio pale. Michael Prof_TZ ameandika akasema nabii. Alafu akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio na amenyosha mkono juu. Sweet_girl 36 anasema hapendeki hata jiwe lina thamani. Alafu Sure King_Soja anasema siku yake ikifika nitalala baa na kushinda baa. Grace_official TZ anasema kaka ungemtag kabisa huyu. Alafu akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Queenbat_KB anasema naondoka na paragraph ya wakati, akapiga makofi. Logic 15082025 anasema Zaburi 109 isiondoke malangoni pake. Molecule Home Deco TZ ameweka alama kadhaa za nyundo. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Sir David Fire Rain anasema heri ya kuzaliwa mheshimiwa, katika siku yako ya kuzaliwa tunakuombea kwa muumba wako akupe unachostahili katika haya maisha.
Mwingine hapa anajulikana kama dad_north anasema Bwana ametoa na Bwana ametoa, tuseme amina. Anasherekea birthday ya mwisho alafu akapiga makofi. Mwingine hapa anajulikana kama PRF Hangai anasema happy death day madam. Shufa Faudhia anasema mama Aquiris kumbe. Boom Diko and Furniture anasema happy birthday. Twasha_OJ anasema huyu mama yenu Tanganyika hatumtaki, kwani tufanyeje ili aelewe. Sasa ni baadhi ya comments ambazo zinashushwa kwenye timeline ya jamaa huyu ambaye anajulikana kama God Bless Lema, ambaye pia ni mwanasiasa wa kupigiwa mfano kutoka nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anapiga mishe zake katika chama cha upinzani cha Chadema. Sasa God Bless Lema ameweka ujumbe kwenye mtandao wa Instagram pale, kwa maana ikumbukwe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan alikuwa anasherehekea siku yake kuu ya kuzaliwa. Sasa God Bless Lema amemtakia heri ya siku kuu ya kuzaliwa kiubabe zaidi, kwa kumkumbusha kuwa ile furaha ambayo yuko nayo ndiyo furaha ambayo wale ambao wapendwa wao walitekwa na kuuawa pia wanahitaji, kwa maana kuna wale ambao bado hadi wa leo wanawatafuta wapendwa wao, ndi angalau wapate kujua inakuaje, ndi angalau pia wao wawe na furaha jinsi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana furaha akisherekea siku yake kuu ya kuzaliwa. Kwa hiyo ukiwa kule magetoni, vijiwe na mitaani, usisahau kuwajuza wana kuhusiana na channel hii ambayo inakuwa kwa kasi zaidi. Tunadadavua vitu vingi ambavyo vinafanyika Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni Swahili TV, usisahau kusubscribe, kulike na vile kushare na vile kucomment pale, ni angalau tupate kujua unajisije kutokana na makala zetu adimu sana kuhusu vitu ambavyo vinafanyika Afrika ya Mashariki. Shukran jidan, marhab habib, tunawapenda zaidi.